Kauli hii inatolewa nyakati hizi ambapo chama cha ushirika cha akiba na mikopo kwa watumishi wa Jeshi la Magereza kinafanya mkutano wake mkuu wa 13 tangu kuanzishwa kwa chama hiki mwaka 2005, ambapo hadi sasa kina umri wa miaka 20, ambapo anasema uwepo wa SACCOS hii umekuwa na msaada mkubwa kwa watumishi kujikwamua kiuchumi badala ya kutegemea mshahara pekee. Hivyo anataka watendaji kufata maadili na kuwatumikia wanachama kwa weledi. Hizi fedha ni za wanachama, zinapaswa kwa namna yoyote kuwasaidia wanachama kwa kadri tulivyokubaliana na si vinginevyo. Sitafurahi kwa kweli kusikia mwanachama anapewa lugha ambazo si lugha nzuri. Sitafurahi kama mlezi, na ili niwe muwazi na manifahamu, nitachukua hatua. Pamoja na kwamba uko kwenye chama hili, chama ni cha watumishi wa Jeshi la Magereza, baadhi yetu ni maafisa na askari wa Jeshi la Magereza, hatutasita kuchukua hatua. Nje ya mkutano huu tumezungumza na mwenyekiti wa bodi wa chama hiki, ambapo anaeleza mipango ya chama hiki kuhakikisha wanaanzisha benki, lakini vile kuendelea kukuza mitaji, ambapo hadi sasa chama hiki kina mali zenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 50. Usipoweka huwezi kukopa, na ili uweze kukopesha lazima uwe na akiba mle ndani, na akiba zinawekwa na wanachama, na sisi kama benki ina maana akiba zetu tunaweka huko. Lakini pia inaweza ikafikia hatua kwamba mnapata wanachama wengi kwa mkupuo, kwa mfano, alafu mkajikuta kwenye eneo la ukwasi mkakwama. Mkikwama, basi hii ni benki ambayo mara nyingi imekuwa ni ya msaada kutusaidia ili kuendelea kutoa huduma kwa wanachama wetu. Nielekeze wakuu wa magereza wa mikoa RPOs na wakuu wa vituo waweze kutoa fursa ya kufanyika kwa vikao ngazi ya matawi. Lakini je, ni ipi kauli ya wanachama wa SACCOS hii? Kwa hiyo tunapozungumza TPS SACCOS tunamaanisha kwamba ni chama cha ushirika ambacho kimetukwamua sana kwa maana ya watumishi wa Jeshi la Magereza na wenza wetu. Watumishi ambao hawajajiunga na TPS SACCOS wajiunge. Kuna huduma nyingi na nzuri sana. Ni miongoni mwa ajenda muhimu ni pamoja ya kujadili matumizi ya fedha na kupanga mipango kwa mwaka ujao, ambapo pia changamoto ya baadhi ya watumishi kutojiunga na SACCOS nayo itaangaziwa hapa, ambapo hadi sasa kuna zaidi ya watumishi 2000 ambao hawajajiunga. Muhammad Nyaulingo, FM, kutoka Dar es Salaam.